lakini pia usimamizi wa manispaa za kaunti hiyo ya Murang'a. Tuangazie taarifa ambayo inajenga hoja ya mjadala wetu leo hii kwamba mfumo wa ufadhili wa elimu wa vyuo vikuu nchini unatarajiwa kufanyiwa mabadiliko kwa mara ya 4 tangu Rais William Ruto aingie madarakani. Pendekezo la hivi punde linaahidi serikali ugharamia kikamilifu elimu ya wanafunzi kwa wote wanaojiunga na vyuo vikuu kupitia udahili wa moja kwa moja. Hata hivyo pia vyuo vikuu vinakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha na madeni yanayoongezeka. Swali kuu ni je, serikali itaweza kugharamia ahadi hiyo kwa njia endelevu? Anne Musungu aliandaa taarifa hiyo. Kwa mara ya 4 tangu Rais William Ruto aingie madarakani, mfumo wa ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu unatarajiwa kubadilishwa. Na safari hii, Rais Ruto anapendekeza serikali kufadhili kikamilifu wanafunzi wote wanaojiunga na vyuo vikuu. Hata hivyo, huku vyuo vikuu vikikabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, maswali yanaibuka kuhusu iwapo pendekezo hilo litatekelezwa kwa njia endelevu. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Pendekezo hilo linajiri wakati mfumo wa sasa wa ufadhili ukiwa katika shinikizo kubwa la kifedha. Takwimu zilizowasilishwa mbele ya bunge la kitaifa zinaonyesha upungufu wa shilingi bilioni 57.6 za mkopo wa wanafunzi na shilingi bilioni 16.5 za ufadhili wa masomo katika mwaka wa kifedha 2026-2027, hali iliyozidisha mzigo wa madeni kwa vyuo. Ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu umebadilika mara kadhaa tangu Rais Ruto aingie mamlakani. Mfumo wa awali ambao serikali ilikuwa ikigharamia angalau 80% ya ada, huku familia zikichangia 20% iliyosalia, ulifutwa na nafasi yake kuchukuliwa na mfumo wa ufadhili unaomlenga mwanafunzi, uliolenga kiwango cha mahitaji ya kifedha ya kila mwanafunzi. Awali, mfumo wa ufadhili unaomlenga mwanafunzi uliwapanga wanafunzi katika makundi 4 kabla ya kubadilishwa na mfumo wa kanda 5 za ufadhili, ambapo wanafunzi walikuwa katika mazingira magumu zaidi walipata kiwango kikubwa cha msaada. Hata hivyo, mfumo huo ulikosolewa vikali, ukapingwa mahakamani na baadaye kutangazwa kuwa kibaguzi, jambo lililolazimu serikali kufanyia marekebisho tena. Ingawa ulitangazwa kama suluhisho la kudumu kwa changamoto za ufadhili wa vyuo vikuu, mfumo huu wa ufadhili haujafikia matarajio. Miaka 3 baadaye, vyuo vikuu vinapokea kati ya 60 hadi 70 pekee ya fedha vinazohitaji, huku angalau vyuo vikuu 11 vya umma vikiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa ukwasi. Je, serikali itaweza kupata mabilioni ya fedha yanayohitajika kufanikisha ahadi hiyo kwa njia endelevu? Anne Musungu, KTN, Nairobi. Asante sana mtazamaji. Huyo ni Anne Musungu akitupia taarifa ambayo inajenga hoja ya mjadala wa leo kuhusiana na masuala mazima ya mfumo mpya ufadhili wa vyuo vikuu. Kumbuka leo tunazungumzia kuhusu je, utafanikisha ndoto ya elimu kwa wote hapa nchini. Studioni nipo na wageni, Profesa Hamad Boga ambaye ni aliyekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Taita Taveta, lakini pia nipo na Dono Chenga ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile Masjid Brian ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Papa hapa studioni kuzungumzia masuala haya. Nianze na Profesa Hamad. Mara 4 sasa mfumo huu unafanyiwa marekebisho chini ya uongozi wa Rais William Ruto, jinsi taarifa Anne Musungu ilivyosema. Hivi marekebisho haya mara kwa mara yanatokana na kwamba zile sera zilizokuwapo zilikuwa zimependekezwa kwanza hazikuweza kuwafikia mahitaji ama matakwa ya vyuo vikuu? Nafikiri katika kila mfumo wa maisha, mfumo wa elimu, lazima wakati tunatekeleza tujifunze na ule utekelezaji, tutafute mbinu za kuboresha kila wakati, kwa sababu wakati unatekeleza jambo utaona mapungufu. Kwa hivyo ukiona mapungufu na ukiona vile ile policy inavyoathiri wale walengwa, lazima ubadilishe, kwa sababu pengine kuna watu ambao wanaumia.
Lakini hata mjadala sio huo. Mjadala ule ambao Wakenya ni wawe nao, na haswa ndugu zetu wanasiasa ambao wako kwenye mamlaka, lazima wajiulize kwanza wanataka university za aina gani. Mbali na kumzungumzia mwanafunzi, mwanzo tuzungumzie hizi university zenyewe, kwa sababu university zetu zote ziko ICU kwa ufadhili, kuonyesha kwamba mfumo wa sasa wa kufadhili university una mapungufu makubwa. Na mimi kama mmoja wa wale ambao walisimamia university, vice chancellor wengi wanaishi kwa stress kwa sababu hawapati ule mgao wa kutosha na hauji kwa wakati, lakini university lazima iendeshwe. Kwa hivyo kuna umuhimu sana kujua kwamba university ni pahali ambapo tunajenga watu wetu ambao watasimamia taasisi zote. University ni mahali ambapo tunafanya utafiti ambao utashughulikia shida zetu zote. Kwa hivyo wakati tuna fund university, lazima tujue kwamba tuna fund masomo kusomesha na pia tuna fund research. Alafu sasa ndipo tuangalie huyu mwanafunzi atawezeshwa vipi kufikia. Kwa hivyo lazima kuwe na pesa za kufund university ndio iwepo na iwe ni nzuri na iwe inatoa huduma nzuri, alafu ndio tumwezeshe mwanafunzi. Kwa hivyo hizo stream lazima ziwe mbili. Mara nyingi tunazungumzia tu upande wa wanafunzi, hatuzungumzii upande wa zile taasisi zenyewe. Kwa hivyo ukienda sahihi kwenye university zetu zimechakaa, ziko yani hali ni ngumu, mahabara yako mabovu, laboratories hazijaboreshwa, na hizo huwezi ziboresha na fee. University si shule, university ni taasisi ya kimataifa, ndio maana ikaitwa university. Kwa hivyo lazima tuziweke katika viwango vya kimataifa kwa kufadhili vizuri, ndio wanafunzi wetu wakija pale tu wanoe vizuri, wawe competitive globally. Lakini tukiziacha university zetu zikioza, tukifadhili wanafunzi twalipa fee, huwezi run university na fee, sio shule. Kwa hivyo lazima mifumo iwe miwili, kuhakikisha kwamba wanafunzi anafadhiliwa vizuri na kuhakikisha kwamba university zenyewe zinafadhiliwa vizuri, tunazisimamia vizuri, zinatusaidia kujenga taifa. Nafikiri umezungumza kuhusiana kwamba vyuo vikuu vingi vipo katika hali ngumu, si kimajengo, si katika jinsi ambavyo vinaendeshwa. Nafikiri ni swala la pending bills, tutakalozungumzia hapo baadaye. Maana nilikuwa natupia macho katika utafiti wangu, naona kwamba takriban shilingi bilioni 100 vyuo vikuu nchini vinadai. Pesa vinadaiwa, yani vinadaiwa, ni deni ambalo vyuo vikuu vinafaa kulipa. Lakini hilo ni swala ambalo tulizungumza baadaye. Labda niende kwa Brian. Mara 4 sasa mabadiliko haya ya ufadhili wa vyuo vikuu yamekuwapo. Hivi imeathiri kwa kiasi gani shughuli za wanafunzi? Asante sana. Imeathiri wanafunzi kwa kiwango cha juu, kwa sababu mfumo huu mpya uko na upungufu mkubwa sana. Ya kwanza, ukiangalia mfumo wa zamani, lengo la kuleta mfumo huu mpya, serikali ilisema ya kuwa inataka kutoa universities kwenye zile madeni, kisha waziweke at least kwa hali nzuri. Lakini unapata ya kwamba katika mfumo huu mpya kuna funding mara 3. Kuna scholarship, kuna mikopo ya bodi ya HELB, then kuna household, ile ya familia na mzazi. Unapata ya kwamba wazazi wanalipa pati yao, lakini serikali hailipi pati yao. Naweza patiana mfano wa chuo kikuu cha Kenyatta. Familia na wazazi walilipa pati yao, hiyo ya household, lakini serikali katika scholarship wakalipa. Lakini bodi ya mikopo ya HELB ikaambia universities that watalipa, wanatoa orodha list. Then university inafanya invoicing. Then baadaye wanafunzi wanalipa pati yao ya household. Lakini unapata ya kwamba kuna shida ilitokea. Baada ya kuinvoice, university ilirudi ika reverse. Tulipouliza tukaambiwa ya kwamba bodi ya mikopo haijalipa pesa. HELB. Yes, haijalipa pesa.
Tukirudi kwa HELB wanasema wako na shida, wamemaliziwa na pesa, wameishiwa na pesa. Hawana pesa ya kulipa wanafunzi, pesa ya wanafunzi. Unapata ya kwamba shule inatafuta mbinu ya wazazi na familia kulipa pati ya government. So inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na hayo pesa ya serikali inakawia kutumwa. Wanafunzi wanakuwa katika hali ya mshike, hawajui ni serikali italipa hii pesa ama ni sisi ni wazazi ama familia yetu italipa. Nije kwako Don, swala hili katika chuo kikuu cha Nairobi, mabadiliko takriban 4 ambayo serikali inalenga kuyafanya katika mfumo mzima wa ufadhili wa vyuo vikuu, hivi yameathiri kwa kiasi gani pale katika chuo kikuu cha Nairobi? Naam, asante sana. Kwa majina ni FCPA Don Ochieng Ochilo. Kwanza kabisa ningependa kusema asante sana kwa kutualika hapa. Ya kwanza, ingawa katiba ya Kenya inatambua kifungu cha 43 inatambua elimu kama msingi humu nchini, kwa sasa hivi mfumo huu mpya umeleta mabadiliko na machanganyiko sana kikamilifu ndoto ya elimu. Nataka kusema kule University of Nairobi tumekuwa na shida kuanzia uongozi, tumekuwa na shida na changamoto kubwa inayoletwa na huu mfumo, kwa vile unapata karo au unapata ile fedha capitation, ile pesa inatolewa na serikali haufiki kwa muda unaofaa humu shuleni. Kwa hivyo ufanya shughuli ama kuendeleza shughuli za masomo shuleni kukuwa tatizo kubwa. Ya pili, wanafunzi wengi wameathiriwa na hii mikopo ya bodi HELB, kwa vile huchelewa kutoa pesa ile inayofaa kwa wanafunzi. Na nikitaka kusema kwamba juzi rais alikuwa ameahidi wa Kenya na wanafunzi wote wale ambao wanatarajiwa kuungana na vyuo vikuu humu nchini kwamba serikali itagharamia gharama yote shuleni. Nataka kusema katika hali ya uchumi huu wa sasa wa Kenya hauwezekani kabisa, na ni uongo kwa vile tumeiona mwanzoni. So tunasema hii ni hali tu ya kisiasa juu ya hiyo 2027. Asante sana Don. Bila shaka mtazamaji, ni wageni wangu hapa Don ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, lakini pia na Masjid Brian ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Nipo na Profesa Hamad Boga tukizungumzia masuala haya mfumo ufadhili wa vyuo vikuu hapa nchini. Bila shaka tukirudi tutakuwa tunazungumzia masuala haya pending bill, lakini pia tutazungumzia kuna mkanganyiko Profesa. Waziri anasema kwamba anarejelea sheria tofauti ya ufadhili huu wa vyuo vikuu. Rais William Ruto anarejelea sheria tofauti, yani rais na waziri hawazungumzi sheria moja ya ufadhili huu. Tutakuwa tunazungumzia swala hilo kwa kina bila shaka mtazamaji, ila kwa sasa uturuhusu tupate angalau tama la maji. Tukirejea mazungumzo zaidi, usiende mbali.